wala sio kwamba watu hawana uwezo au weledi katika kufanya mambo mbalimbali, lakini shida kubwa inayotokea ni upatikanaji wa mitaji ya muda mrefu ya uhakika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba bidhaa zetu tunazalisha. Mmeona kwamba katika nchi nyingi za Afrika tumekuwa tukiuza zaidi malighafi kuliko kuuza zile bidhaa ambazo zimeongezewa thamani. Sasa wenzetu hao wamekuja na walivyoanzishwa na Afrika, malengo makubwa ilikuwa ni kuwezesha kwanza biashara baina ya nchi za Afrika, lakini la pili kuhakikisha kwamba tunawezesha viwanda vyetu na kuhakikisha tunaweka ule mnyororo mzima wa thamani, ili bidhaa zote ambazo zitakuwa zimeanzishwa au zimezalishwa basi ziweze kuongezewa thamani, tusiuze tu malighafi. Lakini pia nchi za Afrika kwa Afrika ziweze kufanya biashara zenyewe. Utaona sasa hivi ukiangalia takwimu, utaona kwamba nchi za Afrika zinafanya biashara zaidi na nchi za nje ya Afrika, lakini sisi wenyewe kwa wenyewe hatufanye biashara, tumekuwa tukishindana na kadhalika. Na sasa kupitia wa Afrexim ndio tunataka tuhakikishe kwamba wanatoa msukumo mkubwa kuhakikisha kila mtu anaweza akafanikiwa. Sasa tukio la leo wanafanya katika kila nchi, na hapa kwetu wamefanya kwa kushirikiana na mamlaka yetu ya biashara, lakini na Benki Kuu ya Tanzania na sisi Wizara ya Viwanda na Biashara, kuwaleta pamoja wenzetu wa sekta binafsi ambao kwa kuja kwao hapa, wao kama unavyofahamu gurudumu hili linakimbizwa zaidi na sekta binafsi. Na sisi hapa Tanzania, serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imeendelea kuweka mazingira mazuri kwa sekta binafsi kutoa mchango mkubwa katika ujenzi wa viwanda vyetu na biashara nchini. Na sasa hawa wadau mbalimbali wamekuja, tumekuwa na viongozi wao na wadau kutoka sekta binafsi na serikali kuhakikisha tunatumia fursa ya hii Afrexim Bank kuhakikisha kwamba wao nao wanafanikiwa kupata mitaji, kuona mambo yanavyoenda. Lakini kubwa zaidi, watu wetu walikuwa wanahangaika. Kwa mfano bidhaa ukienda kuuza katika Afrika au kuzinunua, inahitaji ubadili fedha yako ya nchi ya Afrika kupeleka katika fedha za kigeni, kwa mfano dola na euro. Lakini sasa hivi wao kupitia mfumo maalum ambayo upo katika sehemu ile ya uwezeshaji, tutakuwa na mfumo ambao wewe kama uko Tanzania unauza bidhaa yako katika nchi nyingine ya Afrika, wale wanakulipa kwa fedha yao ya kule, na hizi benki zetu kuu ambazo zitakuwa zimeingia mikataba na Afrexim Bank pamoja na benki zile za kibiashara za nchi zetu, tutakuwa hatuna haja tena ya kulipia zile fedha katika kubadili, na hivyo kuhakikisha kwamba biashara ya Afrika inaenda vizuri na tunazidi kunemeka na kuhakikisha watu wetu wanazidi kuongeza uboreshaji katika uchumi wao na biashara. Roadshow iko Tanzania. Ni maeneo gani ambayo unadhani sekta binafsi ya Tanzania inaweza kunufaika nayo kutoka Afrexim? Ni yapi ya kipaumbele kwa sasa hivi ambapo tunatamani kufanya biashara kwa Afrika? Maeneo makubwa ni kujifunza, kwa sababu Afrexim wao wanafanya kwa Afrika nzima. Kwa hiyo kwa kuja Tanzania pia wanatujulisha mazuri ambayo wenzetu katika nchi nyingine wamenufaika nayo. Lakini kwa hapa tumeona serikali imenufaika na miradi ya takriban trilioni 5.4, ukiona kuanzia kule kwenye bwawa la Mwalimu Nyerere, kule katika SGR na kadhalika. Kwa mantiki hiyo utaona sasa wamekuja kuonyesha kwamba sekta binafsi nayo inaweza ikakopa ikachukua fedha kule, na umeangalia utaratibu ule wala sio mgumu. Ni swala tu la watu kuandika yale maandiko mazuri na yaweze kwenda. Tulikuwa sisi tunajua tu kwamba wanafanya kwa ajili ya serikali, lakini leo sekta binafsi imepata hiyo fursa. Kwa hiyo sisi tunajipanga sio tu katika biashara, lakini pia kutumia yale masoko yaliyokuwepo, mfano soko huru la Afrika na katika nchi za wenzetu wengine, kwa sababu tuna mikataba mbalimbali ya upili kati ya nchi na nchi, lakini pia Afrika kiujumla na nchi zilizokuwa nje yetu. Lakini kubwa zaidi katika viwanda, wengi katika viwanda wanakosa mitaji ambayo ni mitaji milivu na mitaji endelevu. Sasa leo tumeona hapa kumbe wenyewe wanasema sio lazima kuweka hata ile inayoitwa collateral, kuonyesha kwamba unaweka kitu kwa ajili ya kuonyesha utalipaji. Wao wanasema hata kama unasema, wanachoangalia zaidi ni tunataka tutatue changamoto za Afrika za masoko na za bidhaa zetu kwa kutumia suluhu au masuluhisho au fumbuzi kwa kutokana na Afrika soa nje, ambao wakati wote haujaweza kututoa hapa ambapo tumekuwepo kwa takriban miaka yote ambayo tumekuwepo na kufanya biashara baina ya nchi zetu. Asante sana.